Tukuza Yesu Bwana, pekee umetukuka, jina lake. Tukushukuru ewe Bwana Mwokozi na mweza wa vyote siku ya leo. Mioyo yetu Bwana imejawa na furaha ya kwamba Bwana umetukiriminia neema yako tele siku ya leo, na ukaandaa nafasi kama hii tukusanyike nyumbani mwako Bwana, ukiwa na kusudi jema juu ya maisha yetu Bwana. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, itakupendeza wewe Bwana kuwa pamoja nasi kuanzia wakati huu mpaka dakika ya mwisho katika hii ibada. Tunyweshe na utufunze yaliyo mapenzi yako siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ukaondoe kila uzito juu ya maisha yetu Bwana, na ili tukatembee katika njia tabarare katika jina la Yesu Kristo. Tuomba Roho wako Mtakatifu Bwana adumu miongoni mwetu na atuongoze katika chote tutakachokifanya mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Tunenee kupitia kwa neno lako Baba na lugha zote tutakazozielewa katika jina la Yesu Kristo. Na tuondokapo mahali hapa Bwana, wacha tuseme sisi ni watu waliobarikiwa na wewe. Pokea sifa na utukufu wote. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba pia na kuamini. Amen. There is a race I must learn. There are victories to be won. Power every hour to be true. There is a race I must learn. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. Mara ya mwisho. There is a race. There is a race I must learn. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. That song has sung deep within my heart for so many days. Na siku ya leo huo wimbo ukachokoza moyo wangu, sababu neno ambalo Mungu ametia moyoni mwangu tulipitia siku ya leo linahusu hilo jambo. There is a race that we must run. There are territories, there are victories we must win. Hallelujah. Mmoja akasema ya kwamba ukiona swara ambaye amekimbizwa na adui, haswa iwe mnyama kama simba au chita na wengine, akikimbizwa, his survival depends on his outdoing the competitor. Kama atakimbia mbio amweze mwenye anamfuata, basi yeye ataishi. Lakini mwenye anamkimbiza akimweza, basi yeye atakufa. Hallelujah. Jesus said, occupy till I come. There are territories we must occupy. Hallelujah. Hata kama umefika mahali kabisa unasikia ni kama nimefika, zile vitu nilikuwa natamani nikiwa mtoto nimezipata, maisha ambayo nilikuwa natamani niyapate nimeyapata, nakwambia siku ya leo na nikukumbusha nikiwa katika neema ya Bwana ya kwamba there is a race that you must learn. There are territories you must occupy. There is a place you have to go. Hallelujah. Tusitoshereke. Mimi nikiwa mtoto chapati ilikuwa kitu adimu, kuzipata ilikuwa shida. Sasa ninaweza kuwa nimefika mahali nikiweza nikijaribu kupika chapati naweza zipata kwa urahisi, niseme basi nimekoma. Kile chochote nilikuwa natafuta katika maisha nimekipata. Ili hali kuna uwezekano mkubwa sana Mungu ameweka mataifa mbele zangu. Ameweka nchi mbele zangu. And this is what God is saying, don't settle for that which you've already received. There is a race you must run. And oftentimes it's because of the people who are behind you. Hallelujah. Wale wanaokufuata na ile neema Bwana ametia katika maisha yako inasema kunazo maeneo lazima utawale. There are places you have to go. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. The psalmist wrote, and he is quoting the book of 1 Samuel. Actually it's David who made this psalm. Na hii Zaburi aliandika baada ya kuwatawala maadui zake zote. Zile vita ambazo alikuwa amekimbizwa na maadui za aina zote. All the types of enemies who are fighting against him. Hii vita, psalmist akafika mahali akapigana hii vita na akaiweza. Tunamjua kama Daudi. Lakini akaandika Zaburi, akasema hivi, that by your name or with your power I can overcome a troop. And with your name on my side, I can leap over a wall. Acha nirudie hii. Pengine hujaisoma hii Zaburi. Ya kwamba Mungu ukiwa upande wangu, mimi nikiwa mmoja na sina watu wengine wa kunisaidia, naweza simama kinyume na dhidi ya maadui zangu na nitaweza. Jambo la pili, ukiwa juu yangu,
niwekewe kuta na milima na nisongwe na mambo ambayo yananizuia kusonga mbele. With you on my side, I can leap over a wall. Hallelujah. Mungu tu, kile nahitaji katika maisha ni wewe Mungu uwe upande wangu. Wawe watu watakao niwekea ukuta waseme hapa huwezi pita, wengine waweke kando na kando waseme hapa huwezi toka. As long as God is on my side, I can leap over a wall. Hallelujah. Yani atanipa nguvu ya kusukuma ukuta au niruke niupite. Bwana Yesu asifiwe. Naomba siku ya leo hii neema ukaipokea katika jina la Yesu Kristo. Hata kama kuna kuta na vitu zimesimama kinyume na sisi zinasema hatuwezi songa, naomba uunganishe imani yako na yangu. Haya mambo tuyapite katika jina la Yesu Kristo. There is a race we must run. Hallelujah. There are victories we must win. Na hatutatosheleka na mahali tuko siku ya leo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nafanya haya akiwa utangulizi wa neno ambalo Mungu ametia moyoni mwangu na natamani tupitie siku ya leo. There is a race we must run. Lazima tupigane vita. Paulo akasema ya kwamba hata ninapopigana vita mimi sifanyangi kama mtu ambaye haelewi, ya kwamba narusha ngumi zangu kwa hewa. I aim. Hallelujah. Even if I want to throw my jab, sipigi hewa, niko na kusudi. I'm purposely doing it. I know this is the part I'm aiming at and I'll hit it. Bwana Yesu asifiwe. Na naomba katika maisha pia sisi tusipigane ngumi tupige hewa. Hallelujah. Kama kuna vitu unajua, jua unang'eng'ana na kitu fulani na hiyo lazima ukiweze katika jina la Yesu Kristo. Run your race and finish the race like Paul. Hallelujah. Pigana vita na uiweze. Na ukifika mwisho ule utasema, yes, I thank God. Niliamuka kwetu tukiwa tumelemewa na pepo fulani au nguvu fulani au maisha fulani, lakini nimeamua katika maisha yangu hili jambo halitazoea familia zetu na haitafuata laini yetu. Hallelujah. Can we have some few people who can have some holy anger? Hii ya kusema hata kama jambo fulani imelalia watu wetu sana, kwangu ndiye mwisho. Mimi nitakuwa mpaka wa shida fulani na familia zote zitakazozaliwa baada ya mimi. Hallelujah. That is what I'm calling you for. You become uncomfortable with cycles and things happening and you say I am the boundaries. Hapa hazitapita. Hallelujah. Naomba kuwe na wazazi wawili watatu watasema watoto wangu hawatapitia mambo ambayo nimeyapitia katika maisha. Lazima waishi maisha tofauti na ile nilitoka. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Mtu mmoja akauliza kama kuna kuanga na generation curses, sikukuwa na generational blessing. Yani wewe ikikupata ifuate watu wenu wote. Zinawapata bila bidii. Yani mtoto anaamuka vitu zinampata. And I can tell you I've seen such people. Watu wanatafutwa na kazi hawatafuti kazi, wanawatafuta. Blessed be the name of the Lord. Si wacha na ikue katika jina la Yesu Kristo. Ephesians chapter 2. This is where I'll start. Waefeso mlango wa 2 mstari wa 10. We are called unto good works. Hallelujah. Tumeitwa kwa matendo mazuri. So we are simply going to say today that we want to do the good works. Hallelujah. Ephesians chapter 2 verse 10. Waefeso 2 mstari wa 10. Biblia inasema hivi. For we are his workmanship. Sisi ni kazi ya mikono yake. Created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ya kwamba sisi ni watenda kazi pamoja na yeye, au ni watu walioumbwa wafanye kazi pamoja na yeye, au ni vitu vya kufanya kazi kwake. I'm trying to break it down so close to everyone's hearts and understanding. Sisi tumeitwa tumfanyie Mungu kazi na tufike kiwango cha kumfanyia Mungu kazi. We are called unto good works. And the Bible says which God prepared beforehand. Ya kwamba hii kazi ambayo tunaitwa tuifanye sio kazi ambayo inaanza leo. Ni kazi ambayo Yesu kabla atuite aliona kazi ambayo inahitajika kufanyika na sisi. Na diposa naomba siku ya leo hata tukimalizia, be prepared to do the good works in your life, in your family, in your business, wherever you work. Be prepared to do the good works. Hallelujah. We are called unto good works. Swali ni je, mbona Mungu akaifanya kazi yetu ijulikane kabla kutuumba sisi? Swali langu ni hili. Yule ambaye aliumba avocado tree, si alijua matunda yake lazima yakuwe avocados?
And there is nothing like an avocado tree if there is no avocados. Tembea pamoja na mimi. Yule aliyeumba chupa ya soda, si alijua purpose yake ni kubeba soda. Hata kama kuna uwezekano unaweza beba mafuta ya paraffin hapo ndani, lakini iliumba ibebe nini? Soda. Yule ambaye alitengeneza gari, si aliumba gari purpose yake ikiwa kubeba watu, kuwasafirisha kutoka mahali pamoja mpaka pahali pengine. This is the same image we see in God. God has purpose that I'm creating so and so for this good work. Hallelujah. Wanadamu wakitokea wanaweza amua watafanya njia zao za mkato. Nitafuata hapa, nitafanya hivi, nitaenda nifanye kazi ile nyingine. Lakini Mungu hakumuumba mwanadamu yeyote kwa kazi baya. He created all of us for good works. Hallelujah. And for the first time I will ask you to repeat after me and say, I'm created for good works. I'm created for good works. Kama unaamini, rudia hilo neno pamoja na mimi. Nimeumbwa kwa kazi nzuri. You're not created for bad works. And bad works are many. Hata nimeomba wazazi wengi hapa ya kwamba kama unao uwezo wa kuwaleta watoto hapa duniani, tuletee watoto watakaofanya kazi nzuri. Hallelujah. Usiletee wezi, usiletee wakora, wanyang'anyi, watu wa kufanya kazi ya mazingaubwe na ilisi na vituko zingine. Bring us child. That's what the book of Malachi chapter 2 verse 15 talks about. That God was looking forward. Mungu alikuwa na tamani, hata watu wawili wanapokusanyika, alikuwa na tamani kuzaliwe mbegu ya uungu. Hallelujah. They bring forth that seed of godliness, and that seed will result to good works. Ili tupunguze wanyang'anyi. Hallelujah. In fact, sababu yetu ya kuhubiri sana, you know, the church is called to be the salt of the world. True or not? What is the work of salt? Kuweka ladha. Jambo la pili, season. Number 3, preserve. Sawa sawa. Sasa kanisa limeitwa lifanye hizo kazi zote hapa duniani. Bila kanisa hakuna ladha. Hallelujah. Hakuna seasoning. Dunia itakosa ladha. Na what will happen next is God striking the world. Kwa nini? Dunia itakuwa imejaa uovu. And we know too well in the story of Noah. Mungu aliangalia dunia imejaa uovu, kabaki watu 8 peke yake, akafagia wao wengine wote. Kwa nini? Hakuna watu wa kuleta ladha katika dunia. God comes to see the world, but there is no taste in it. But there is one more. Hiyo ya preservative. Wacha niwaambie ukweli wa mambo, ukiondoa kanisa siku ya leo, na diposa even when Christ will come back, achukue kanisa. Kanisa linyakuliwe. What will happen thereafter is what we call tribulation. Yaani watu hawatakuwa na uungu. Nikiamua kufyeka yeye kichwa na fyeka. Na siki chochote, na hakuna sheria, na hakuna mtu atampeleka mahali popote. Why? The church will be taken away. The church is the one that preserves the world. We are the reason why the world is not yet destroyed. Hallelujah. And according to Peter, Biblia inasema vizuri, Mungu hata haribu dunia pamoja na watu wake. He knows how to preserve his own. Hivyo ndivyo Peter anasema. He knows how to preserve his own. Ataondoa watu wake kabla alete haya mambo. Blessed be the name of the Lord. So we shall serve the good works. Hallelujah. And don't forget that I'm created for good works. Hallelujah. Hata ukisikia kabisa katika maisha unaona kama sina haja katika maisha, it's like, you know what, I feel like I've come to the end of my life. Wacha nikukumbushe siku ya leo. You are created for good works. Hakuna chochote kiovu kitatoka kwako. Kwa nini? You are created for good works. Someone is asking me, what do you mean by all this? I'll go to the main text. The book of 2 Timothy. Mstari ya kwanza nitaisoma kwa mbio sababu nataka nikomee pale kuanzia mstari wa 14 from chapter 2 from verse 1. I'll read a few verses the beginning, but my focus is from verse 14 going down. Naomba tusome pamoja. Tutasoma kwa kimogo. You therefore, my son, being strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that you have heard. Let me repeat verse 2. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these things to faithful men who will be able to teach others also. Wacha nienda polepole ili nisikose kuuzia mambo fulani muhimu. Paulo ameandika hii barua ikiwa yake ya mwisho. Wale ambao tumekuwa nao tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, tumeelewa kwamba Paulo ametumika na Mungu sana kuifanya kazi ya Mungu. Na kati ya wale watu waliokusanya wamfanyie Mungu kazi, mmoja wao alikuwa Timotheo. Alipomwita Timothy alimfunza, he coached him to do ministry.
We call him a protege. Someone who is under someone being equipped for ministry. Hakukuwa na shule za Biblia hizo siku. Alipomwandaa kwa kazi ya Mungu, Paulo akashikwa akapelekwa gerezani. Akiandika barua ya kwanza, First Timothy, alipitia the first judgment. Ndio unaona ukiingia chapter 2 Timothy anaandika akisema, when I stood for judgment, hakuna mtu alisimama pamoja na mimi. Akataja watu kadhaa ambao walisimama pamoja na yeye. Akiandika barua ya pili, ako katika jela na ako katika dakika zake za mwisho. This is the last letter Paul will write and then he's killed. Alipoandika hii barua, alimwandikia akiwa na uchungu wa kutamani kuona kazi ya Mungu ikifanikiwa. Hataki afe na kazi ya Mungu isimame. Hallelujah. Unajua kuna wachungaji wangetamani hivyo, mimi nikiondoka hapa hii kazi ifilisike. Paulo anatamani mimi nisipokuepo kazi ifanikiwe. Hallelujah. That is the heart of a true servant of God. Mimi nisipokuepo, wacha kazi ifanikiwe. Nisije nikalala hospitali wiki moja alafu napiga simu nataka kujua ibada ilikwendaje, mkiniambia ilikuwa vizuri kabisa. Nasikia yani Mungu anamaanisha naweza watembelea bila mimi kuwa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. That is not the true heart of a servant. Paulo anamwandikia namuuliza, Timothy, kuna mambo ambayo umeona nikiyafanya. Kuna vile umeona nikihubiri. Hiyo kazi na kuomba uitwike watu wengine. The things that you have seen me do, find other faithful brethren and entrust them. Kumaanisha hivi, katika kuhubiri hakuna shida ya kufotokopi. Hallelujah. Ukisikia nikihubiri hapa, usikia mafunzo umeyapenda, kusanya jamii yako hiyo jioni, uwafunze the same word. Hallelujah. Wengine mkienda Christmas, usitafuta ujumbe mpya na new revelation. In fact, niwaambia hiyo inakuanga some of the signs of false teaching. Usitafute revelation nyingine, hapana, chukua lile tu neno and trust to others. That's how the kingdom of God grows. Hallelujah. Nguze usitoatoe. Ile umesikia kwangu, copy paste. So hakuna shida ya plagiarism. Wale wanajua hiyo plagiarism ni nini katika Biblia. Yaani unaweza chukua tu vyenye iko unapatia mtu mwingine pa. Na hata kwambia na ndugu umembariki, mwambie ndio Bwana anatembea pamoja nasi. Leo unajua tu nitoa mahali pengine lakini haina shida. In the kingdom of God there is no problem. Hallelujah. Unajua nasema hivi kwa nini? Kuna watu wengi wamekuwa kitamani kuhudumu na kufanyia Mungu kazi. Ili hali ndani yao wakitafuta maandiko, anaanzia Genesis, anafika Revelation anasema sijaona word naweza share. Nikuulize jamani, Genesis to Revelation. Sikiza wahubiri wawili watatu wanaokubariki. Hallelujah. Sikiza hilo neno lichanganye na examples na illustrations za hapa na zingine. Hata kama unasikia ya Ulaya, ilete jinsi sisi tutaielewa. Hallelujah. Paul said the same things, not different. The same thing. Venye unaonanga mimi Paul nikisimama naanza kuhubiri, napeana mifano, napeana illustration. Hivyo Timotheo ukisimama, tafuta wadugu wengine wakadhaa, wafunze, wape hiyo nafasi. Hata waende they entrust the same message to others. That is what causes the gospel to grow. Hallelujah. Ufalme wa Mungu hautakuwa na watu wawili super appointed or anointed apostles. Can I tell you the truth? The kingdom of God will not grow with only 2 or 3 or super apostles. It will not. I'll tell you for a fact. Ufalme wa Mungu unapanuka saa zile kuna watu karibu wote wanasema mimi am a disciple of Jesus Christ and we are in thousands. We are not caring about titles and positions. Lakini sisi zote tumekubali jukumu moja. Hilo ni gani? Sisi zote tumekubali kwamba nikisikia neno I can go share with someone else. Hallelujah. When you have 1 or 2 super appointed or anointed apostles, shida iko hapa. They are not like God. They are not omnipresent. Naomba hapa katika jina la Yesu Kristo, ile neema inayofanya kazi mahali hapa mkisikia, ichukue enda mahali pako kwa kazi, simamisha watu watatu. Wahubirie na uwape hiyo neno. Bwana asifiwe. Na ufalme wa Mungu utapanuka. So entrust to others. Hallelujah. Verse 3. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. And also, if anyone competes in an athletics, he is not crowned unless he competes according to the laws. The hard-working farmer must be first to partake of the crops. Consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things. Yani, Paulo
ni mtu aliyesomea kuhubiri na diposa anaandika kupitia mifano. Hallelujah. Anajua Paulo. Niwaambie ukweli wa mambo. Do you know athletics never came the other day? You know, without athletics came with the Olympics. Athletics, na ndio naomba Mungu atupe neema tumalizie mjengo, tuweke screens niwaonyeshe picha za hizo maenzi. When you go to the times of Jesus, there were athletic fields. Yani kulikuwa na uwanja watu walikuwa na kibiria. Hallelujah. Ilhali sisi tunaangalia tu tunaona Japan and Tokyo athletics Olympics za watu. Hapana, zilianza hizo maenzi. Paulo anaelewa kitu kimoja. Ukiona kitu ambacho watu wanatumia virahisi, unaweza kutumia hiyo mfano na kuwafunza watu neno la Mungu. Hallelujah. Anapitia mifano mitatu. Jambo la kwanza, naambia hakuna yeyote ambaye anaingia katika vita, yani anaingia kujisajili kama mwanajeshi ambaye anaishi maisha ya civilian tena. Hallelujah. Wangapi walisikia watu wenye wameenda kupigana na Al-Shabaab Somali walibeba their phones na wakabeba their zinaitangwa aje hizo vitu wanakaza muziki huku, headphones, na wakabeba TV screens 24 inch, wanastarehe jioni, baada ya kupigana wanakuja kustarehe hapo jioni. Ngapi walisikia wanakuanga na gyms huko na kuna sijui mahali pa kufanya exercises? Nothing like that. Ukijua you are enlisted for battle, nakwambia maisha ya civilian unaacha hapa Nairobi. Hallelujah. Huyo jamaa atakuja kuona TV akirudi Kenya. Huyo jamaa kulala kwake ni bonus. Yani anafaa kuwa macho kila dakika. Tunaelewa? Maisha yake yanafaa kuwa hayo. Hakuna mahali anakaa akifikiria kesho tutaoche sijui Africa Cup of Nations. Hakuna. Hiyo anakuja kusikia kulikuwa na kitu inaitwa Africa Cup of Nations na iliisha. When you have enlisted for battle, Paulo anasema huyo jamaa anaacha maisha ya civilian. Civilian ni kuvaa manguo kama hizi, kuvaa viatu vile tunataka. Wao wanalazimishwa zile manguo wanakaa nazo, na kwambia kweli hata kutembea na hizo manguo ni kazi. Lakini ni sheria, vaa hizo na ukae na hizo and be ready for action any minute. Tumeelewa? So Paulo anatumia huu mfano kutuambia sisi wa Kristo katika maisha, wakati tumeenlist katika njia za Kristo, lazima tukae kama watu wako gangani. You are alert. Hallelujah. You are ready for action any minute. Na wewe huishi kama civilian. Civilian ni kina nani? Ni wale watu waje okoka. Wao wanaweza ongea venye wanataka. Sisi wa Kristo tuongeaje venye tunataka, si kweli? Kwani tuna Kristo ngapi katika kanisa siku ya leo? Hatuongeaje vile tunataka. You measure your words. Hata ukikasirika, hurushi sahani kwa dirisha kama wengine. Si mnakaa na neighbors ambao hawajaokoka. Na wakikasirika si mnajuanga. Unasikia kuna vitu zimechapanishwa. Watoto wanaambiwa sijali sijui nini. Sisi, there's something called self control. Unapiga breaks. Hallelujah. Nimekasirika tu, kuna kitu nimesikia hakinipendezi, lakini my reaction is different from the person who is in the world. Blessed be the name of the Lord. For I am called for good works. Hallelujah. Mimi ni tofauti na wao. Naomba hili jambo liingie moyoni mwako. As a civilian, you can do anything. But if you have enlisted yourself as a soldier, hata mavazi unalazimishwa na serikali. Kuanzia siku ya leo unavaa boot. Unasema boot, mimi napenda high heels. High heels rudi kule ulitoka. Kama unataka kufanya kazi ya serikali ni boots. Ladies boots, imagine boots. High heels utakuja kuzivalia Nairobi. Unaingia kule Kismayu boots. Kulala utaacha mattress hapa Nairobi. Huko ni kwa bush. Ukiona mahali pa kujitadaza ufunge jicho moja dakika 2 ni sawa. Na kuna uwezekano ukifunga macho hivi utaamshwa na risasi. So ni vizuri ukae ukiwa macho. Kwa nini? We are enlisted to a kingdom that requires to be alert any minute. Blessed be the name of the Lord. Naomba hili kanisa lijae watu walio alert. Hata wakikaa tu hivi wanasema kuna kitu nasikia rohoni, kuna Mungu anatuelekeza katika hii njia. And I like that. Blessed be the name of the Lord. Ili tusiingie tukajipata tumefuata tu maisha tu inaendelea tu. Sisi na watu wa dunia tuko tu sawa, tunafanana, kila kitu inaendelea. Ili hali Mungu anatamani sisi we are spiritually alert, we be awake. The rest two will not touch on them today because of time. The farmer, the reason why we are talking of the farmer is because of patience. They wait for the former rain and the latter rain. Yeye hapandi alafu kesho anaenda kuvuna. Anapanda begu lakini anaigojea, anaipatia muda
inapaliliwa, inafyekwa nini, inaongezwa manyua na vitu zingine, inakufanywa pruning, baadaye ndiye anatarajia mvua ya mwisho inyeshe apate mavuno. Inamaanisha sisi katika ufalme wa Mungu tusije tunaingia na ile bio ya watu wa kuwasha ile moto sijui inaitangwa aje, ile moto unawacha inawaka lakini dakika naisha. Naielewa. Mungu anasema temeni pamoja na mimi. Paulo anasema athlete, kuna tofauti ya athlete na short distance runners. Athlete ni wale watu tunaitanga veteran. Anachapa 42 kms na hana bio. Yana kibia tu wewe unaona ana polepole akilinganishwa na wengi kina Usain Bolt. Wao wanachomoka tu hivi lakini ni mita 100 kutoka pale mpaka pale. Mpe huo mtu 21 km hata sio 42, 21. Hata tano hawatachapa. Unaweza sifiwe. Paul tulinganisha na athlete wenye wako tu. Unaona kama ni kujoga na jog lakini yeye anasonga. For the next 2 hours he is just moving. 3 hours he is moving. Hallelujah. Naomba katika maisha yetu tuwe hivi. Ufalme wa Mungu sisi hatukuingia kuoja alafu tutoke. Hapana, sisi tuko. Go, come after 20 years you still find us. Hallelujah. Na vile tulivyokuwa tunamwabudu Mungu hizo siku za kale, ndivyo vivyo hivyo tunamwabudu sasa. Yaani wakati Mungu ameleta mvua, hatupigi magoti sana na tunalia sana na tunaiba sana. Ili hali wakati tumekauka kiasi, tunatembea tu kama tunasema unajua Mungu kuna vile ametusahau siku hizi. Kuna vile anafaa ajipange. Hizi vitu anafaa ajipange. Our spiritual temperatures is even. Hallelujah. Hope I'm not talking to so many of us. I'm talking only to a few of you. And get this message and take it home. That your spiritual temperature equal the same throughout. Sio wakati wa mvuno tuseme ukweli wa mambo. Wale walioajiriwa na walio na mshahara. Kuna vile unaombanga mwisho wa mwezi. Unagurumisha maombi kugurumisha. Juu mshahara imeingia. Ili hali tukifika katikati ya mwezi ikipiga kona, kuna vile unaomba hata ukiwa unayonu hapo hivyo. Alafu unaenda kulala. Hallelujah. My desire is that your spiritual temperature is constant. Hallelujah. That is what an athlete does. Akianza bio na kumalizika kwake ni sawa. Kile kinatajwa hapa ni ya kwamba havuji sheria. He stays within the rules and he finishes the race and therefore he is crowned. Nilisema hali pengine na naomba nirudie hapa na kusio na mtu yote atakayenichukia. Ni ya kwamba hata kama tunatamani tuwe na shuhuda nyingi katika nyumba ya Bwana, wacha hizo shuhuda zile zimetoka njia halali. Hallelujah. Usienda ukapika ushuhuda ukatuletea. Now let's go to verse 14. Mstari wa 14. Hapa ndipo ningetamani kusisitiza mambo fulani. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Are we willing to work the good works? We are called unto good works. Tembea na pamoja nami hii mistari kadhaa ambayo imebaki hapa na nami tutabarikiwa. Timotheo wa pili mstari wa 14. Amen. Hallelujah. From verse 14. The Bible says this. Keep reminding God's people these things. Nasoma NIV version sasa. Warn them before God against quarreling about words. It is of no value and only ruins those who listen. Ili tuingie katika hii njia ya kumfuata Mungu na kufanya kazi ambayo anatamani, kunazo ideas napewa hapa na Paulo anapomwandikia Timothy. Jambo la kwanza atasema mambo manne. Wacha niyasema nikiwafuatanisha. Jambo la kwanza anamwambia ili ufaulu katika maisha na kazi ambayo Mungu amekuitia. Jambo la kwanza, you must be careful about quarreling and striving. Kubishana na kuvutana na kung'ang'ana na watu. Hallelujah. Katika haya mambo manne atakayoyataja, he'll give the consequence. Yani atataja ukipitia hiyo njia kunayo mambo huwa yanafanyika na atamuelezea. Anamwambia quarreling, verse 14 ikienda kumalizika, anamwambia it has no value and it ruins those who are listening. Huwa inaharibu wale wanaosikiza. Hallelujah. Why quarrel with people and fight? Huamini kuna Mungu haina shida. Biblia inasema wana waamini ni wajinga. Ni sawa, mimi sitakuita mjinga, lakini wewe sitabishana na mjinga. Unaelewa? Don't argue with her. Inakuita mjinga, mimi najua wewe ni mjinga. Juu huamini kuna Mungu. So hakuna haja kuita mjinga juu utainuka hata zaidi. Na hata utamitusi hapo. So hakuna shida ya kubishana na wewe. I'll just walk away. One day you will open your eyes. Hallelujah. Biblia inasema
get involved in quarreling and fighting and arguing. Hasa wale wanaingia katika debate za wanasiasa. Jamani, saa zingine mnavutana ni kama huyo mwanasiasa atakulipa mshahara moja. Hallelujah. Don't get to those debates. I'm a football fan, but there's a place I don't go. I'm not a fanatic. Atunavutana mashati sijui ni Chelsea au ni Man U sijui. Hizo vitu. Jamani, mimi ni watch ball. Ile game na support ikishindwa, tumeshindwa, hakuna shida. Kesho kuna siku nyingine. But kuna watu wanavutana mashati mpaka wanatukanana. Inabidi mpaka serikali iingilie ifunge betting companies. Juu kuna watu wameenda too much. Hallelujah. Quarreling, arguing. Na saa zingine wanaargue mpaka naona ni kama Messi akishida atampatia hiyo kikombe. Mpaka unafikia venye huyo jamaa ameargue. Na ile pesa anaongea huyo jamaa is the richest and you use 15 minutes defending an argument or defending whatever. My brother, Paulo anakuambia ondokea hizo maeneo. Hallelujah. Na wale wadugu ambao wako nyumbani wanajua timu yao ikishindwa wanakasirikanga mpaka unakataa kula chakula. Hiyo ni hatia kubwa sana. Hallelujah. Akaambiwa jambo la kwanza, jichunge sana na kubishana na kuargue. Kwa nini? Biblia inasema it will harm those who listen. Have you ever seen kuna vitu zinaitwa muhadhara? Unazijua? Muhadhara. Wacha niwaeleze, najua mmeziona hata kwa YouTube na kwingine na Facebook watu wameziweka nyingi sana. Kuna simama Kristo pande hii na Biblia. Kuna simama mwingine wa dini fulani pande nyingine. Si ni sawa? Wanaanza kubishana. Jamaa anasimama hapa. Biblia inasema hivi. Mwenye anasimama pande naye anaanza kusema hapana, Qur'ani inasema hivi. Akiongea hivyo, mwenye ako pande ile akimaliza anapigwa makofi. Naye pande ile akimaliza kupiga moto. Acha nikwambie ukweli wa mambo. I've done studies and nimesoma mambo ya apologetics. Never ever dare to think you are defending the kingdom of God by doing that. Biblia inasema hapa it ruins, huwa inaharibu wale wanaosikiza. Hallelujah. Wale unaowapinga pale kuonyesha nyinyi dini yenu ni baya, wale hawatai amini imani yako au whatever you are advocating. They will never. Why? Their heart is already turned against what you are saying. They are opposing. You are not winning them. The easiest way for evangelism is through friendship. Na hiyo nilifunza kitambo sana. Hata nikienda course kuhubiri nilikuwa naambiwa ujipange mapema. Kuhubiri pale hutahubiri, hautafaulu katika kuhubiri kwa kuwaonyesha imani yao ni baya. The moment you show someone imani yao ni baya, the first thing they do is to be defensive. Defensive. Bona uingiza mikono yako kwa imani yangu, unaonyesha nini? Na hili ndio nimeamini tangu nikiwa mtoto. Yeye hata anaamini ile nyumba ako nayo, gari ako nayo, chakula ako nacho, zote zimetoka katika imani. And then you come and show them it is evil. They will never accept your gospel. Hallelujah. Zinaitwa mihadhara. Jichungeni na watu kama hao. You will not win any one of them. Diposa na hata mstari wa 16 anaulizwa avoid godless chatter. Wacha nikubaini zote pamoja. Avoid godless chatter because those who indulge in them will become more and more ungodly. Na maanisha nini? Wale tunawatch TVs, kukiingia programs za watu ati ni debate. Tunazielewa? Mimi huwa ninasema hata Mungu akininua nikifika kiwango gani, nisikie naitwa TV station, ndio nitaenda, lakini swali langu la kwanza litakuwa hili: nakuja kufanya nini? Kama nakuja mniwekee hapa, mweke philosopher pande ile nyingine na mwingine pande ile nyingine, I have no business to argue with you. I don't defend my God, he defends himself. Hallelujah. Ili wahubiri wengi wanatamani wafike hapo wakae kwa NTV, wako ndio unaulizwa maswali hapo. Nikuulize, is that preaching? Is that what Jesus would do if he was in the world today? Bwana Yesu asifiwe. Avoid godless chatter. Na naombea hata nafasi zenu ambazo mnafanya, ikiwa ni kazini mnafanya au ni kwa biashara au mahali pengine popote, ukiona watu wameingia katika hilo eneo, Biblia inasema it leads to ungodliness. Yaani inakuondoa. Ushaisikiza hata hizo vipindi za TV watu wakibishana hapo, alafu ukatoka hapo ukisikia kuomba. Tuongee ukweli. Ushaitoka hapo ukisikia nasikia sasa kuingia kuzama katika maombi. Ndio hiyo debate. No. Lakini si huwa zinafanya watu wachukie Mungu. They lead to ungodliness. Ndivyo Paulo anasema hapa. Nipatie mifano kadhaa ili watu tuelewe. Nikiwa mdogo mimi, mamangu alikuwa anatupatia majukumu kule nyumbani. Haswa anything in regards to farming, ya kulima na kufanya kazi.
hizo kazi zote mom alikuwa anatugawia kazi sana. Hata kuna wakati alitupatia kashaba, kila mtu kashaba kadogo. Anakwambia panda nyanya, mwingine panda sukuma wiki, mwingine sijui viazi, panda hivi. Anatuambia tufanye hizo kazi zote, na niko na washuhuda hapa tukifanya hiyo kazi pamoja na wao. Tukifanya hizo kazi, kuna wakati alikuwa anatuambia kwa mfano, wangapi wanazijua zile kazi za kutengeneza mitaro hivi mpande mahindi? Si unazijua? Mahindi haipandango tu, hatufanyangi sowing. Sisi tunakata mitaro alafu mnaweka manyua, wengine tunaziweka hizo mbegu chini alafu zinachomoza. Sasa shida ilikuwa hii. Ukipewa jukumu ulifanye na ukose kuifanya kwa umakini, kazi yako na matunda itakuwa dhahiri wakati matunda itaanza kukomaa. Kwa mfano, tukipewa kazi ya kukata hiyo laini na nifanye kazi yangu na uzembe. Laini inaanza pande hii inaenda diagonal hivi. Mahindi inakuja inapandwa. Zikianza kumea, mama ananiangalia na ananiambia, "Na hapa si wewe ulikata hizi laini?" Mbona zinaanza kusikiwa nono, zinaenda kule zikiwa konda. Zinakutana kule mbele. Unaelewa? Ile kazi nilianza pale nyuma, mahindi itakapochomoka na ianze kukua. Yeyote akipita njia atasema hapa kuna mtu ambaye haelewi kazi yake alifanya hii kazi. True or not true? That is what we are hearing in the gospel today. Watu ambao hawajaiva wanakuwa mabishop within 2 years. Hallelujah. Simewasikia? Miaka 2, bora tu amehubiri injili na kutoka kuokoka mpaka kukomaa ni miaka 2. Wacha nikwambie ukweli wa mambo. That person cannot rightly handle the word of truth. They are not tested in it. Hallelujah. Kwa nini Biblia inatuona juu haya mambo? Jambo la kwanza, someone who does not handle the word of God, the Bible says the word of God is like a double-edged sword. Ni panga iliyonolewa pande zote mbili. Kumaanisha asipokuwa mwangalifu, hiyo panga inaweza kata mtu. Na ndiposa siku ya leo najua mnawajua wengi ambao wamekatwa na neno la Mungu. Hallelujah. Inamaanisha nini? Not the right way. Otomani hapa kutumiwa na Mungu kufanya kazi ya Mungu. Please know this initial part, which means you have to study to show yourself an approved workman. Hallelujah. Jiandae kusoma. Hii ni ngumu. Kuna mahali nilienda kulihubiri nikaambiwa hiyo tumeachia vijana. Nauliza mchungaji, utaendaje kufunza watu na hilo neno huilielewi? Sasa usijali, Mungu atatuongoza. Tukifika huko Mungu atatuongoza. Jamaa anashika neno la Mungu akiwa pale kwa mlango wa kuingia kanisa, ndio anatafuta kale ka verse atasomea watu. Anakuja hapa akivibrate. Hata akisimama hivi unaona tu kuna kitu anafikiria, ni verse anajaribu kuziconnect, zikiana na kile anataka. At the end of the day, yale mafunzo unayofunza it's completely off. Wacha niwape mfano wangu. God gave me one verse in the text yenye tunasoma hapa, verse 20, and said, "This is the message I'm giving to my people." When I sat down for several days, nilianza kujiuliza, what does the Bible say? Not what I want to say. Tunaelewa? Hii ndio tofauti kubwa. Nikiingia hapa niseme nataka kwenda kuambia watu kujitoa kwa Mungu. Nataka kwenda kufunza watu. Nitaenda kutafuta maandiko yenye yanalingana na hiyo. Na mwishowe nitakosea. Kwa nini? Some of the texts ambazo nitakuwa nikisoma ziko completely off from what God is saying. Lakini kuna mapenzi ya Mungu ambayo tungetamani kuyasikia siku ya leo. Which is, when you read the word of God, the word should speak to you. Hallelujah. Neno linafaa kutuletea ujumbe. Sio sisi tunaweka ujumbe kwa neno. Unajua naweza ongea hapa masaa mawili niwafunze vile Mungu anaweza fika maadui zako zote na waue. You know I can try and do that. Sitaenda bahari sana. Nitatafuta Zaburi kadhaa nikuonyeshe vile Mungu atafika maadui zako. Ili hali if I'm a good student of the word of God, mimi mwenyewe nikisoma maandiko kwa mfano itanifunza vengeance belongs to God, ambayo inaniweka breaks mapema. Hallelujah. Kwa hivyo hapa hakuna mtu yeyote anafaa kwenda kufagia maadui zake. Kwa nini? Vengeance belongs to God. Lakini ni wangapi wamesikia maujumbe za kufia kama adui? Wanyang'anya mali yao yote na wakupe mapema wasio na watoto wao na watembee mahali palipoteleza. Sio nini? Zinaendelezwa. That person does not know how to rightly handle the word of truth. Hallelujah. Sababu Biblia sio pande moja, ianzie upande huu, ukimaliza Revelation utarealize hata yale mambo nilikuwa nafikiria yako hivi. How to pressure and teach doctrines which are not in the word of God. Hallelujah.
major on things which the Bible does not major on. Mambo ambayo Biblia haitirii mkazo, msiatirie mkazo. Niwaulize New Testament yote, yani Yesu katika mahubiri yake yote, hakuna mahali aliona haja ya kuvuja laana. Hallelujah. Hakuna mahali, ili hali from January to December we have 52 Sundays, nichukue nusu yake nikuwe nafunza kuvuja laana. Inamaanisha kuna kitu mimi nimekosea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Naomba mchukue hii neema hiyo katika hii nyumba katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba sisi maandiko ndio huwa inatuongoza. We do that which the Bible teaches. I have no problem. I know people are affected by backgrounds they come from, but I can tell you the truth. The blood of Jesus is enough. Hallelujah. That blood which was shed on Calvary is enough. If it is sickness, it will deal with it. Kama ni kupagawa, it will deal with it. Kama ni epilepsy, it will deal with it. If it is any form of evil, that blood of Jesus is enough. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini sio njia zingine zinaitwa za mkato, mwisho unasikia kuna vitu lazima utoe kwa kwenu nyumbani ulete hapa ili uvuje laana. Swali ni je, kwani damu ya Yesu ilifanya kazi gani? Hallelujah. Unaona hapo kuna amen. Nitaomba siku moja mniruhusu niwafunze haya mambo. Hallelujah. Naona kuna vile mmefunzwa, hakuna shida. Hakuna shida. Mimi sio mimi niwafunza. Nitaomba hiyo siku moja nichukue hiyo njia niwaelezee the right way to deal with those backgrounds. There can be cycles, sikatai. Unaweza kuona huyu jamaa wetu alipatwa na kifafa, imemwingia yule. Siri sio zile ambazo mmefunzwa. Uliza iko wapi katika Biblia? In the Bible we have people who are demon possessed. What do they need for their deliverance? In the Bible there are people who are sick and lame in their bodies. What did they need for their deliverance? Did they do those things that we do today? If someone takes you hapana, Pedro Leviticus, mwambie sasa hiyo ni agano la kale, unachanganya na agano jipya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikomee pale. Juu naona kuna watu ambao hawapendi, pengine ni kadhari ulitoa. Ni sawa tu. Sasa kama ulitoa, ulifanya vizuri. Nyumba ya Mungu ilibarikiwa. Au nikashaba ulitoa. Haina shida. But I want to teach you the truth. If you know the truth will set you free. Hallelujah. So Paulo anamwambia lazima you study to show yourself an approved workman. Paulo aliandika kitabu cha 2 Corinthians chapter 2 verse 17 nasema, unlike many, we do not peddle the word of God for profit. On the contrary, in Christ we speak before God with sincerity as those sent from God. Hallelujah. Let everyone who handles the word of God not peddle it for profit. Unajua inamaanisha nini? Naweza tumia neno la Mungu mnipe pesa. Si unajua hivyo? Do you think I need that minute nihakikishe pesa zangu zimetoka mfuko? Do you think I need that? No, I can use this word, mishandle it, fail to rightly divide the word of truth and peddle it for profit. Hallelujah. Na niko na uwezo, but jameni niko na uwezo. Niwaambia mniambie tu sade moja, mnipe nafasi sade moja. Muone zile pesa nitatoka kwa mfuko. Niko na uwezo kufanya kazi hata MC. Hallelujah. Nitoe mpaka mwenye akona fare hapa aache hapa. But the truth of the matter is I'm going away from the will of God. Hallelujah. I'm misleading you. I'm causing you to have a certain image about God which is not true. Mkitoa kwa mfano mtu ametoa 1000 hapa na amesema mimi nataka laana iishe kwetu na nimetoa hiyo 1000. Ukienda nyumbani unatarajia ifanyike. Isipofanyika what happens? Is the pastor willing to be accountable? Akuja kukuambia kama haitafanyika unichukue accountable. But they don't want. Wewe unatoa tu, unaenda laana inazidi kuendelea. Kwa nini? They gave you the wrong solutions. Those people who take medicine companies to court or doctors to court, they go and say, uli prescribe ukasema hii kansa yangu inaweza isha nikikunywa dawa fulani. Nimekunywa haikuisha. They take them to court. Why are we not willing to take a few pastors to court? Hallelujah. Useme pastor kuna mahali ulisema ya kwamba hii kifafa itaishia. Lakini kaniambia nitoe kakota eka. Nikatoa nikaleta. Mbona haikuenda kotini? Hallelujah. That way I know we'll preach the right truth. Hata wenye funza hayo mafunzo watakupeleka. Watakwambia hapa sasa usikue unatoa. Kama baadaye utanipeleka kotini acha ikae. Wewe sikiza tu neno la Mungu likusaidie. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Don't peddle the word of God for profit.
It's a big mistake. Unaitweak hivi for profit. Acha nipitie sababu nilikuwa nikisema haya mambo sitaguzia sana, nisitaingia ndani. Acha nisome mistari ya kuanzia 17, nisome mbio sasa sababu yale mambo yanabaki ni mengi na sina muda wa kuyapitia yote. 17. Their teachings will spread like gangrene. Some versions are saying cancer. Si ni kweli? Some of your versions are using the word cancer. The name given here, gangrene, is dangerous more than cancer. Cancer can allow you to survive even 10 years or 20 years ikiwa kwa mwili. Hii gangrene, hii ugonjwa inaitwa gangrene, maximum masaa 4. Lakini ina spread. Moyo wote unaguza, is dangerous more than Ebola. Hii ugonjwa inatajwa hapa. Biblia inasema mafunzo mabaya ni kama ugonjwa wa kuua, which if they spread watakufa. Biblia inasema in verse 17, let me repeat. Then their teachings will spread like gangrenes. Among them are Hymenaeus, ambaye ametajwa pia 1 Timothy chapter 1 verse 20, and Philetus, who have departed from truth and erred and missed the way. They say that the resurrection has already taken place and they destroyed the faith of some. Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription: the Lord knows those who are his. Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Hapa kuna mambo mengi sana, sijui kama wakati utaruhusu ni yapitie yote. Lakini Biblia inasema hivi: msiyafuate mafunzo mageni na mabaya, kwa maana mkiyafuata ni kama ugonjwa. Na Paulo, niliwaambia mfano hapa juzi. Nikamwambia Paulo hakuwa anapima. Sisi wahubiri wa leo ndio tunapima tukijua mhubiri fulani mhubiri mbaya, ndio tunapima kuambia watu msiende kwa kumtaja jina, hatutaji jina. Paulo amewataja hawa wawili. And you read a number of his books, Paul mentions them by name. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Simunihusu niwatajie mambo mengine. Hallelujah. Ili usiende useme ni revival, nimeona kuna kibao kimetangazwa hapo revival, unaingiza huko ili hali wanakugojea hivi kama peremende na kushika. Kutoka hapo itakuwa karama. Bwana Yesu asifiwe. Paul is saying, if possible, now he is now talking to like me to give warning and tell people, fulani msifuate. Na huyu ametajwa wa kwanza, huyu anaitwa Hymenaeus, amemtaja tena 1 Timothy chapter 1 verse 20. Alisema in chapter 1 verse 20, 1 Timothy, alisema huyu jamaa aliniharibia kazi sana. Hallelujah. He was such a trouble to me. Na anamtaja kwa jina. Nasikia hapa nitachukua hiyo anointing ya Paulo. Saa zingine nitaja watu kadhaa hapa wanaojifanya ni watumishi wa Mungu ili hali their hearts are elsewhere. Their aim is to get some people to themselves, get their money to their pocket. Hallelujah. Acha nikimbie nisiwataje sababu pengine inaweza kuwa ni anikona tulisema hapa. Hakuna haja ya kuharibu familia. Hallelujah. Nevertheless, the foundation of God remains, verse 19. Sealed with this inscription: the Lord knows those who are his. Nitaanza hapa sasa kusisitiza mambo mawili ili nimalizie. The Lord knows those who are his. Acha ni pause ili jambo liingie ndani. Does the Lord know you are his? Hallelujah. Does the Lord know you are his? It's one thing to say that I belong to God. It's another thing for God to say you belong to me. Hallelujah. Jana nilifikiria hili jambo sana. Nikienda kwa darasa ambao watoto wangu wanasomea na wako pale wakiwa kwa darasa, wako na uwezekano wakiwa pale darasani. Kwa mfano mimi pengine assume mimi ni president wa hii country. Kutakuwa na watoto wengi pale wanasema baba yangu ni president. Baba yangu ni president. Lakini mimi nikiwa kwa dirisha nikisikiza wao wakiongea, I know hati hawa wote ni wawili tu wangu. Unanielewa? That is what the message is saying to us. Ni watu wengi sana hapa Kenya wanasema mimi ni wa Mungu. Hallelujah. But the Bible is saying the Lord knows those who are his. Mwape mfano. Kitabu cha Yohana 10, John chapter 10. And this is where it began. Jesus said, my sheep know my voice and I know them. Mimi ninawajua. Hizo unaweza zisoma mahali pawili. John chapter 10 verse 14 and verse 27. John 10 verse 14 and verse 27. It says this verse 14. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Verse 27. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Hallelujah. Yani Yesu ndiye anasema mimi ninawajua na wao wananijua. Swali ni hili. Je, Mungu anakujua? Kati yale majina ameandika akasema hawa ni watu wangu. Jina lako liko? Hallelujah.
This is a big question. You know why? Chapter 25 of the book of Matthew, Yesu akasema, wacha nianze chapter 7, akasema, it's not everyone who calls me Lord, Lord, who will inherit the kingdom. Akasema kutakuwa na wengine watakutokea wakisema, Yesu, tulifanya miujiza kwa jina lako. Atasema kwa wao, si kuwajua. You see, I didn't know you, and I don't know you even now. Hallelujah. And this is the reason why hatufai kutishwa na mtu yeyote anayefanya mambo fulani hapa akisema mimi ni wa Mungu. Kwa nini? Mungu anasema mimi najua wangu. Hallelujah. I know my sheep, and you should not be troubled. And this is a story, I hope you can relate this to the two stories, the two parables Yesu alipeana. Akasema, parable ya kwanza akasema, kuna mtu alienda kutega samaki. Katika kutega kwake, akatega vitu ambazo hazikuwa samaki. Hallelujah. Na alipofika katika kuchagua, akazitupa, kabaki na samaki. Hiyo ingine parable inasema, kulikuwa na soa, aliyepopanda mbegu mkulima, kukamea pamoja na ngano, kukamea magugu. Lakini wakati wa harvest zote zikakusanywa, zikawekwa kando. The Lord knows those who are his. Tusichanganywe na watu hapa duniani. Tuko wengi, lakini Mungu anajua wale walio wake. The person now and I add the second one. Paul is saying these are the two foundations. Foundation ya kwanza ni ya kwamba God knows those who are his. The second foundation nasema ni hii. Let those who name the name of the Lord depart from iniquity. Kama kabisa umeitanishwa na Mungu, kile kitakacho kufuata ni utasikia dhambi unaiondokea. Hallelujah. Unasikia kitu kibaya unakiondokea. Lakini kabisa kama wewe sio wa Mungu, dhambi utakuwa unaitamani. Hata utakuwa ukitafuta mahali pasiri uifanye. Kama wewe umezaliwa na mbegu ya uungu, kwako utakuwa ukitamani kutofanya dhambi. Naturally inside of you there's something that is telling you I should not sin. In fact we say, if you see a Christian who is so comfortable in sin, yani Mkristo ambaye katika kutenda dhambi yeye ametosheleka, haoni shida, kutukanana ni kawaida, kuiba mali ya wenyewe ni kawaida, kuwatch some funny movies and documentaries ni kawaida kwake, hasikii chochote, then that Christian is dead. Hallelujah. Amekufa kiroho na hajui. Lakini Mkristo yeyote ambaye ameitanishwa na Mungu, ukweli ni ndani yako kuna dumu roho wa Mungu. Ukijaribu kufanya kitu fulani, your conscience is already telling you no. There's an alarm bell telling you, hapana, ndugu yangu usihongane. Hapana, usiongeleshe mtu hivyo. Usimchukulie vibaya huyu. Hapana, msamehe huyu. Your heart is already telling you this is the right way to go. Anyone who names, and the Bible is using the word name, in the proper interpretation is the word calling. Whoever calls upon the name of the Lord, if you want to be associated with God, then you must depart from iniquity. Hallelujah. Kuna mistari mingi hapa nimeona nijiandaa mambo mengi na ona tutaweza kuyapitia yote. Mstari wa 20 nasema hapa. Na hivyo mstari nitamalizia nayo. 20 nasema hivi. In a large house there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are of special purposes and some of common use. Those who cleanse themselves from the latter will be instruments of special purpose, made holy, useful to the master, and prepared for good work. Mungu anipe neema nimalizie hapa na hili neno liingie mioyoni mwetu. This is the reason why I said we need to not stop where we are. There is a place we must go. There are victories we must win. There are territories we must occupy. Hallelujah. Paulo anapeana mfano wa kusema katika nyumba kubwa. This nyumba kubwa anaongea juu ya kanisa. Katika nyumba kubwa kunazo vyombo vya aina tofauti. Na hii ndio naomba siku moja Mungu atupatie screens niwapatie hizo mifano. What Paul was referring to those days. Niulize katika nyumba zenu vyombo vyote vinafanya kazi inafanana? Hapana. Kuna kifagio? Kweli si kweli? Kuna mop? Kweli si kweli? Kuna kijiko? Kuna flower vase kwa mfano, kuna vitambaa vya dirisha, zingine za kitanda. Kuna vitu vya kukula na zingine zinaheshimika, zingine haziheshimiki, kama tissue, kama ile doormat. Si kweli? When Paul was speaking about this, he was giving them a proper illustration. Ile alikuwa anaongea juu yake, kuna vyoo vilikuwa katika hizo siku. Choo. Nikisema vyoo ni puru ya choo. Choo za hizo siku ni wadosi fulani tu walikuwa na vyoo vya kuteremka.
ile tuna flash siku hizi. Zilikuwa na zimeletwa na Romans hizo nyakati. Lakini hakukuwa na nafasi ya watu kupata choo kama sisi. Siku zao hizo enzi kulikuwa na kama slums, manyumba za bao zimejengwa zimeenda juu, zilikuwa nyumba za bao. Sasa choo ni vessels zilikuwa zinawekwa, watu usiku wanaweka uchafu pale, alafu kunatokea jamaa mmoja ataenda kutupa, kama vile walikuwa wamefunzwa wakati wa Musa, waenda wanapeleka mahali fulani. Hizo vyombo ndizo zilikuwa zinaitwa vyombo ambazo hazina dhamani. Most of them were made from potsherds. Potsherd ni kama nyungu ambayo imevunjika. Umeelewa? Hizo ndizo walikuwa wanaweka hiyo uchafu, ili asubuhi kutatokea jamaa mmoja anaenda kuisafisha. Biblia inasema hivi, if a vessel which is of dishonor shall cleanse itself, shall be available to the master for good use. Naomba unifuate hapa. Katika nyumba kuna vitu vya kutamanika. Mgeni akiingia, kwa mfano, kuna wale tunawekanga vikombe fulani za mgeni. Sahani fulani za mgeni. Hata kupika, kama mimi nilikuwa naudhika sana. Hizo vitu nilikuwa natamani kuziguza, lakini naambiwa kikombe yako ni ile ya chuma, ile igonga. Mgeni akiingia naona anakuja na kauli na uliza jameni. Ile kitu naweza iguza tu, kuiguza ndio ione kwa ubaya. Sasa there are those vessels of honor and they are given special honor. But there are other vessels ambazo sio za kutamanika na zina maana. Kwa mfano, ni wangapi katikati yenu wanaekanga choo hapa kwa sitting room? Si choo inakuwa mahali imefichwa na hapo hivyo. Hata kwa estate, hata ile nyumba imejengwa kuna mahali imefichwa. Amlete choo hapa kwa mlango, hata mahali kitchen iko ndio mnakaa hapo mkiangaliana tu hivyo. Kuna vitu ambazo hazitamaniki. Paulo anasema, in that vessel which is of dishonor shall cleanse itself. Mark the word. It shall be cleansed by God. Wow. Sio Mungu aisafishe. Na hapo ndio huwa tunakosea. Mungu nitakase, nioshe. Hata tunaiba kawibo. Nibieni tafadhali. Nitakase, niwe mweupe kabisa. Hallelujah. Sio Mungu anayekutakasa. Hallelujah. The Bible is saying, if the vessel shall cleanse itself, ijitakase yenyewe. The Bible says, it shall be available to the master for the good work. Kumaanisha kazi ya kujitakasa ni ya nani? Hallelujah. Hii ndio niliita the good work. Kwa nini hatujaweza kuifanya kazi ile nzuri, the good work? Why are we not achieving the good work? Why are you not doing those things which are honorable? Why are you not doing things which are bringing glory to God and achieving those things that we would like to achieve the kingdom of God? Biblia inasema hivi, if that vessel shall cleanse itself, itajitakasa. Biblia inasema, it shall be available for the master. Mwenye aliunda, I wish at time I would have gone through all the verses I wanted to go today. Paulo anasema in the book of Romans 9, yule anayeumba chombo, anasema yule anayeumba chombo, he is the one who determines whether this one to create a lower value vessel or a higher value vessel. Hii anairudia kazi nzuri, hii anaitengeneza itakuwa ikipatia mfalme uji na kachai na nini. Hii nayo anaitengeneza ikiwa ya choo. Yule anaiumba ndiye anaamua. Hata sisi tunaona siku hizi zile vitu za cowling na nini za ceramics. Kuna ceramic imeundwa ikitokea inatokea ikiwa sahani. True or not? Kuna nyingine inatokea ikiwa the toilet bowl. Zote zimetoka kwa material moja. Mwenye anaunda ni anaamua. Hii ni choo na hii ni sahani. Hallelujah. But if the vessel yenyewe sasa, Mungu ashamaliza kazi yake, lakini anasema hii chombo ambacho nimeumba kikiwa duni, kikiamua kujitakasa, kitakuwa available kwangu na nitakitumia kwa kazi ya heshima. Hallelujah. This leaves us with simple conclusion. Ya kwamba katika nyumba ya Bwana Mungu anaweza tumia mtu yeyote. Juhudi za kila mtu. Everyone can make a decision of what purpose I will be in the house of God. Na ninapowaambia hivi sisemi juu ya tu hapa kanisa ambao tunamaanisha huu mkuta. Hapana. Namaanisha mpaka kwa biashara. God can choose to make a prominent Christian a renowned businesswoman or businessman. Hallelujah. Lakini inalingana na yeye. Akiangalia moyo anaona huyu jamaa akifika tu pale kwa sete kanzo atakuwa corrupt kama wale wengine. Badala niaibike, wacha akae chini nifanikishe wengine. But God is saying, will there be available a man who is saying, I'm willing to cleanse myself and be ready for the master's use, and I'll do the good works. Hallelujah. Matendo mazuri. Muda uniruhusu niingie ndani sana. But I pray may you be found that cleansed vessel for the master's use.
Hallelujah. Amua kufanya kazi nzuri. Naambia ukweli wa mambo. Mimi nimekataa kazi duni. Let me tell you what I mean by that. Simaanishi siwezi fagia, simaanishi siwezi osha, siwezi fanya kazi hizi. Hapana. Hizo wenye wanakuanga hapo wanajua nazifanya sana. Hata asubuhi. Na niliwaambia watu nitaacha kufanya wakati tutakuwa na watu wengine wa kuifanya. So I'll continue doing that. But this is what I mean. I know there is a place that God wants me to go. There are territories which are not yet conquered. There are things which people have not yet seen. The world has not yet seen what God can do through a man who has fully devoted himself to himself. Sasa niulize, it is the master who is appointing. He is the one who is choosing the work which to assign anyone. Acha nikwambie ukweli wa mambo. Mimi kazi yangu ni rahisi. Ni kujitakaza na kujiandaa kwa kazi yote. Why? I know my master atanitumia kwa kazi ile best. Hallelujah. Siku ya leo tuko hapa katika nyumba ya Bwana na kuna watu wanasema I would like to become a vessel of use to my master. Na ukiangalia usijilimit na ukuta hapa. Nauliza katikati yetu hakuna watu wanaweza kibiria tenda za serikali. Katikati yetu hakuna watu hapa wanaweza ongoza universities wa kuwe vice chancellors. Nauliza hapa hakuwezi tokea wakubwa wa serikali, wa police, wa intelligence na mambo mengine. Hapa hakuwezi tokea wanabiashara wakubwa wa kunoga. Tukihitaji vyombo tunajua the best importer ni mtu fulani. Lakini sasa Mungu anasema wale watu jukumu lao ni rahisi sana. They just need to cleanse themselves. Haven't you read the word of God which says that the wealth of the wicked has been stored up for the righteous? Shida ni hii. Kulingana na Paulo in Romans, the world is waiting for the manifestation of the righteous. Lakini hawako. Mnanielewa? Mungu anatarajia hao waliomwamini wajitakaze na wawe tayari kunyakua na kufanya kazi. Ili hali wao wanasema, kazi zetu sio kama hizo. Siwezi tawala Nairobi. I'm looking for a day I will hear there is a Christian governor in the city of Nairobi. Hallelujah. I'm provoking some of you to make some decision. Usitosheke na kile unachokifanya. Kama unaona saruni saa hizi, aminia Mungu anaweza kupatia zikuwa branches zinatawala hapa Nairobi, Kenya. Wakiulizana wanasema duka fulani ndio yake. I'm looking for a day we'll have Christians here who will own the driving schools in Kenya. Tuache kupeleka pesa kwa watu wengine. Hallelujah. Na wengine wananiangalia tu wakiniambia hiyo pasta ni kubwa sana. Mimi tu niaminie nifungue ka kiosk, nikwende na sina deni hiyo tu. Wacha nikuulize, when will you conquer? When will you rule? When will you occupy on behalf of Christ? Bwana Yesu asifiwe. Do the good works. Dorcas is one of the best examples of the good works. In fact, the Bible says in Acts chapter 9, she was known for her good works. There is a lady who did good works. Baka alipokufa wamama wanasema hapana tufufuliwe huyu. Wengine walale, wakufe, wasaulike, lakini huyu wafufuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Will you do the good works? Will you take over? Hallelujah. Will you go by this grace and conquer and do that which God has assigned you? Naomba tusimame katika jina la Yesu. Baba yetu tunasema ni asante. Kwa maana mbele zetu umeweka bio ambayo unatamani tuikimbie. There is a race which we must run. As like a good athlete, our Father, we shall not entangle ourselves with the things of this world. We will not break the rules, but we will achieve that which God will call us to do in Jesus' name. Naomba neema yako Bwana ishukie watu wako katika jina la Yesu Kristo. Uwawezeshe kufanikiwa katika kazi za mikono yao. Bwana uwanyweshe, uwalishe, uwaongoze katika mapenzi yako Mungu. Kusiwe na yote atakayekosa njia katika jina la Yesu Kristo. Pingamizi zote Bwana naomba ukawezeshe kupita katika jina la Yesu Kristo. Let them overcome those barriers and wall. With you on our side, we can scale over our wall, oh God Almighty. We can root over it in Jesus' name. We can go beyond the barriers and the walls of this life, and we shall overcome. Thank you because you've sent us with an assignment, and we want to accomplish that assignment. In Jesus' name we pray.